La majaji wa Mahakama Kuu akiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru limetoa uamuzi wake kuhusu hatima ya kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, huku likimkuta na kesi ya kujibu juu ya mashtaka ya uhaini inayomkabili kiongozi huyo. Baada ya uamuzi wa mahakama hiyo, itaendelea kusikiliza shauri hilo, huku mshtakiwa Tundu Lissu akitakiwa kuwasilisha utetezi wake mahakamani hapo. Katika hatua nyingine, Lissu alielezwa na mahakama kuwasilisha majina ya mashahidi wake kwa ajili ya utetezi, naye mshtakiwa akaorodhesha majina 11 ya mashahidi wake. Majina yaliyoorodheshwa na mshtakiwa kwa ajili ya utetezi ni pamoja na Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Philip Isdor Mpango makamu wa rais mstaafu, Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, Inspekta Mkuu wa Jeshi la Polisi Camillus Wambura, Mkurugenzi Mkuu wa Makosa ya Jinai Disai Ramadhan Kingai, Mkurugenzi Mkuu wa Usalama wa Taifa Ramadhan Mombo, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika, Naibu Katibu Mkuu wa Chadema Amani Golugwa na Mkurugenzi wa Mawasiliano na Uenezi wa Chadema Brenda Rupia. Kesi hiyo bado inaendelea kusikilizwa katika viunga vya Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam. Salomu Amani, Kawabe News.